Naam, wanakuwa Mwafrika katika habari ambayo nataka kuwaletea leo ni kuhusiana na raisi wa Ufaransa. Sio raisi kwa sasa, aliyekuwa raisi mstaafu wa Ufaransa, Sarkozy, ambaye Sarkozy huyu amehukumiwa miaka 10 jela na kulipa nadhani ni CFA franc 375,000 kama fine kwa sababu ya makosa ambayo amepatikana nayo. Hii ndio tofauti kati ya Afrika na wenzetu. Wenzetu wako very serious kwa sababu Afrika wengi wanakutikana na makosa, lakini makosa yale hakuna kitu chochote kinachofanyika zaidi ya kuendelea kuwaimbia mapambio watu ambao walikuwa ni mafisadi. Kwa sababu kuwa rais ya Afrika, mnajua wenyewe, kuwa rais ya Afrika ni zaidi ya mfalme. Rais ya Afrika ni kama Mungu. Anaweza kafanya chochote kile na hakuna wa kumwambia. Hii sasa ni tofauti na kwa wenzetu kule ambako wao wako very serious. Lakini ni nini kinachompeleka miaka 10 gerezani Sarkozy? Ni kuwa wamepata, au serikali ya Ufaransa imepata ushahidi wa rushwa, kutumia rushwa katika uchaguzi wa mwaka 2007. Na hii rushwa alikuwa amepewa pesa na Colonel Muammar Gaddafi. Sasa wewe nifuatilie tu polepole, utagundua nini na sana nachotaka kukuambia, au kitu nachotaka uweze kukielewa. Ni kuwa kwanza Sarkozy kabla hajawa rais wa Ufaransa miaka hiyo alikuwa waziri wa mambo ya ndani, na Sarkozy akawa amesafiri kutoka Ufaransa mwaka nafikiri kwa 2004 ile 2005 sorry, akawa amesafiri kuja mpaka Libya. Alipofika Libya akaja kumwambia Gaddafi kuwa Waafrika wengi ni wanakuja Ulaya kwa njia zisizo halali, na serikali au taifa la Libya ndipo mahali ambapo wanapopitia hawa wahamiaji ambao ni wahamiaji haramu wao wanawaita, ambao wanaingia bila vibali huko Ulaya, kwa sababu Libya na Ufaransa au Libya na bara la Ulaya pale sio mbali sana. Kwa hiyo ndicho alichomwambia. Kwa hiyo huyu sasa Sarkozy alichomwambia Gaddafi ni kuwa sasa inabidi uweke sheria ngumu, na sheria hizi ni, unajua kuweka sheria ngumu manake ni kuweka mambo yawe tight kwa hawa wahamiaji wanaohamia kiholela bila vibali katika ili bara la Ulaya, hususan katika taifa la Ufaransa. Kwa hiyo akasema inabidi uweke, yani kwa maana kuwa wawekewe ngumu, wafungwe, wakichukuliwa wapelekwe jela, wengine waadhibiwe adhabu kali, ili waanze kutangaziana wenyewe kwa sasa sio salama kwenda upande wa Ulaya. Nafikiri hili linajulikana the way ambavyo Afrika kumekuwa na maisha magumu, kwa mtu anajaribu bahati yake atoke nje ya Afrika kwenda huko Ulaya, kwenda kwa ajili ya kutafuta maisha au kutafuta riziki, hasa ndio jambo hilo. Kwa hiyo akamwambia pia kitu kingine, akamwambia Gaddafi, alafu pia we Gaddafi, jina lako wewe limechafuka sana, na tunaweza tukalisafisha jina lako, na namna ya kulisafisha ili jina lako inabidi sasa unisaidie mimi Sarkozy unisaidie mimi ili mimi niweze kuingia kuwa raisi wa Ufaransa. Alafu baada ya hapo sasa tuweze kuclear jina lako, kwa sababu kumbuke Gaddafi kwa misimamo aliyokuwa nayo watu wa magharibi walikuwa hawamkubali, watu wa magharibi walikuwa hawampendi, na wakampa majina mbalimbali ya hovyo tu, huyu dikteta, huyu sijui hivi na hivi. Kwa hiyo Gaddafi ikabidi akubaliane na huo mpango, na baada ya kukubaliana na huo mpango ndipo Gaddafi akaanza kupeleka pesa nchini Ufaransa, ambapo pesa hizi sasa alipeleka dola za Kimarekani milioni 50 kwenye mabegi, peleka kwenye mabegi na kwenda Ufaransa, pesa ambazo zilimsaidia Sarkozy kuweza kushinda uchaguzi wa mwaka 2007. Na baada ya ule uchaguzi kushinda, basi kilichokuja kufuata baadaye, huyu Sarkozy alikuja akageuka, hawa ndio waliopanga sasa mbinu na njama
njama za kumuua Colonel Muammar Gaddafi. Siku zote tumekuwa tukiongea kuhusiana na kuwa aliyemsaidia Sarkozy kuingia kuwa rais wa Ufaransa alikuwa ni Colonel Muammar Gaddafi, kwa sababu ndivyo hivyo Sarkozy alikuja na sera hizo za kumdanganya. Alikuwa hana hela ya kampeni yule bwana, lakini akapata hela nyingi kutoka kwa Gaddafi, kutokea Afrika. Imagine, amepata pesa nyingi, ndio hiyo akaendesha kampeni na kuweza kushinda katika uchaguzi ule ulikuwa uchaguzi wa 2000 na ngapi na 7, uchaguzi wa 2007 Ufaransa, Sarkozy akaweza kushinda. Lakini kumbuka 2011 wakaonana na Obama katika mpango, kwa sababu Muammar Gaddafi, ukumbuke, alikuwa na program ya kutengeneza nyuklia, lakini baada ya mambo mbalimbali kuongea hivyo na hivi, kwa hiyo akaachana na ule mpango wa kutengeneza nyuklia. Na baada ya kuachana tuna huo mpango, ndipo sasa kule wakajipanga wahuni waje mpaka upande wa taifa la Libya kuja kumuua Colonel Muammar Gaddafi, mzee wetu huyu, mtu ambaye alikuwa ni mzalendo kweli kweli. Kwa hiyo alimsaidia kwa sababu hiyo ndio maana. Kwa hiyo sasa serikali hii ya Ufaransa imemkuta sasa huyu Sarkozy na hatia ya kutumia rushwa kwenye uchaguzi uliompa ushindi, kwenye kampeni zilizompa ushindi za 2007, na yeye akaibuka mshindi wa uraisi katika taifa la Ufaransa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa ndio maana wameamua kumshtaki na kumpeleka gerezani. Lakini kumbuka, nikukumbushe tu, Gaddafi alikuwa ni mtu ambaye anajali sana kuhusiana na raia wake. Alikuwa ni mtu ambaye anajali sana kuhusiana na maisha ya raia wa taifa hili la Libya. Mambo mengi tulikuwa tukiyaongea. Imagine, mafuta yanauzwa alafu watu wanapewa pesa. Yaani wewe mtu umelala unagongewa tu, hello, tumekuja kukuletea ile pesa ambayo tumeuza mafuta kama unavyojua. Lakini sio kwa walikuwa wanakuletea nyumbani, hapana. Kulikuwa na akaunti ambazo zimefunguliwa, kwa sababu kila lita 0.14 ilikuwa inaingia kwenye akaunti za wananchi wa Libya. Alafu imagine, kwa sababu Libya lilikuwa ni jangwa lile, lakini Gaddafi aliweza kutoa maji kutoka baharini kuja mpaka huku na kufanya Libya ikawa ni kijani kibichi, ile Libya ile. Na akasema kuwa mtu anayetaka kuwa mkulima, anayetaka kulima, kwanza ardhi unapewa bure na serikali, alafu pembejeo unapewa bure na serikali, mbegu unapewa bure na serikali, alafu na wataalamu wakuja kukufundisha kilimo, namna ya kulima, na wenyewe wameshalipwa kabisa tayari na serikali. Miongoni mwa mambo mazuri aliyoyafanya Gaddafi. Lakini Afrika tulikuwa na tatizo moja ambalo maana kupiga simu lazima mnahitaji satellite. Kwa tulikuwa tunatumia satellite za Ulaya. Imagine, mimi nikitaka kupiga simu kutoka kijiji kimoja kumpigia mtu wa kijiji kingine, au kumpigia wa mkoa mwingine. Let's say mimi niko mkoa wa Mbeya, nataka kumpigia mtu aliyeko mkoa wa Iringa, lakini ilibidi ile simu lazima iende kwanza Ulaya, alafu ndio irudi kumfikia huyu aliyeko kwenye mkoa wa Iringa. Hiyo yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu lazima mtumie satellite. Lakini na tulikuwa tunalipa dola milioni 400 kila mwaka kwa ajili ya kulipia satellite hiyo ya upigaji wa simu. Ndio maana Gaddafi akaja akasema, jamani, hii satellite tukiamua kuinunua ni dola milioni 500. Sasa mimi ninatoa dola milioni 400, alafu ninyi mtamalizia dola milioni 100, yani Umoja wa Afrika. Kwa sasa sio kila kitu nifanye mwenyewe, na nyinyi pia msikie kuna kuwajibika pia wakati wa Colonel Muammar Gaddafi. Na kweli lile likaweza kufanikiwa. Ndio maana simu sasa tukaacha kulipa pesa huko upande wa Ulaya, manake hizi fedha zikawa zinaingia kwenye maendeleo ya Afrika. The way ambavyo Ibrahim Traore anavyofanya, ndivyo Colonel Muammar Gaddafi alikuwa anafanya pia vile vile ndani ya taifa la Libya. Lakini pia na kitu kingine, kulikuwa na swala la afya. Afya ilikuwa ni bure katika taifa la Libya. Kesi umetibiwa pale Libya na hujapenda zile huduma, ukasema no, mimi nataka nikatibiwe Uingereza, India au Marekani au sehemu yoyote, basi gharama hizo zinakuwa ni za serikali. Lakini kijana akioa, anapooa kijana anakuwa na mtaji, anapewa mtaji wa dola milioni 50. Dola 50,000, sorry. Anapewa dola 50,000. Sasa dola 50,000 kibongo bongo ni zaidi ya milioni 120 huko. Kwa hiyo huyu kijana anapewa, na akishapewa basi maisha yaendelee. Haya, ukiachana na hilo, katokea
Ikatokea kwa mfano mtu anajifungua, mama wajawazito akijifungua anapewa dola 5,000 mpaka 10,000. Hiyo ni zaidi ya milioni 20 ili akae kwa ajili ya uzazi. Kwa hiyo huyu ndio Colonel Muammar Gaddafi, lakini mwisho wa siku yule aliyemsaidia huyu Sarkozy ndo ameongoza operation na mwenzake yule Bushi, na alikuwa sio Bushi kipindi hicho, alikuwa ni Obama kipindi hicho, mwenzake Obama, lakini pamoja na yule mwanamama Hillary Clinton wakaongoza operation ya kuja kumchinja Colonel Muammar Gaddafi. Ndio maana nakuambia siku zote usiwahi kuamini mzungu. Mzungu sio ndugu yako. Mzungu sio ndugu yako. Ndugu yako ni mtu mweusi mwenzio, lakini wazungu sio ndugu zako. Kwa hiyo mimi nimeshangaa watu ambao wanataka kutoa madini kwa Wamarekani eti kwa amani ambayo sijui itakuwaje, lakini mzungu siku zote yule sio ndugu yako. Sasa imagine aliyempeleka madarakani Sarkozy ni Colonel Muammar Gaddafi, lakini leo amekuja kumuua. Ndio maana uliwahi kuona mtoto wake anaitwa nafikiri ni Saif al-Islam, kitu kama hicho, kama kumbukumbu zangu ziko sawa, alikuwa analalamika kwa inakuaje huyu mtu ambaye baba alimpa pesa nyingi kwa ajili ya uchaguzi na akashinda, leo anataka kuja kumuua baba yangu, inakuaje kuaje? Kwa hiyo hayo ndio mambo yalivyo. Kwa hiyo sasa wanasema karma uwaga inafuatilia. Sasa karma imemrudia kwa sababu wamekuja kumuua Colonel Muammar Gaddafi, mtu asiyekuwa na hatia hata kidogo. Sasa imemrudia yeye mwenyewe Sarkozy, huyu aliyekuwa rais wa Ufaransa kuanzia mwaka 2007, kwa kutumia pesa za Afrika, kutumia pesa za mzee wetu Colonel Muammar Gaddafi, pesa ambazo zingeweza kuleta maendeleo makubwa sana ndani ya Afrika, lakini imekuwa iko hivyo. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tunawashukuru sana. Mungu aendelee kuwabariki sana. Asanteni.